Habari yako, naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia kinachotibu kwa kutumia mimea asilia isiyokuwa na kemikali yoyote. Lakini nikutie moyo, kama umekuwa ukihangaika na maradhi mbalimbali na pengine ukiyatibu sehemu mbalimbali na magonjwa kujirudia, tukushauri utembelee kwenye kituo chetu. Utafurahi kupata huduma sahihi kwa wakati sahihi. Kuna watu wengi wamekuwa wakiteseka na tatizo la saratani ya koo. Saratani ya koo ni ugonjwa ambao sasa umekuwa ukikua siku hadi siku, na hii ni kwa sababu ya wengi hawajui chanzo cha ugonjwa huu. Kuna watu ambao wamepata shida ya saratani ya koo kwa sababu tu ya mazingira ya kuishi na ugonjwa kama vidonda vya tumbo. Unapokuwa na ugonjwa wa vidonda vya tumbo, mara nyingi tindikali sumu, uric acid, gesi nyingi inakuwa inazalishwa ndani ya mwili wako, na gesi hii inapokuwa imezidi ndani ya mwili, maana yake inaanza kutafuta mahala pa kutoka, na mara nyingi inapopanda juu inakuja kuunguza koo. Inapounguza koo, eneo hili inakuwa ni laini sana, kwa hiyo inaanza kutengeneza tezi fulani, na hizi tezi zinapoanza kukaa inapelekea mtu huyu inafika hatua anakuwa hata akiongea kwake sauti inakuwa yenye kukwaruza, au unakuwa unasema yani kama kuna kitu fulani ambacho unatamani kitoke lakini hakitoki. Lakini wakati mwingine hali hii ikiendelea, inafika hatua hata sauti yako inakuwa haisikiki vizuri. Lakini ukiendelea hali hii, inakuja kufika hatua hata kile chakula kigumu unakuwa haumezi vizuri, kinakuwa kama kinakwama vizuri, hakiwezi kumezeka vizuri. Lakini ukiendelea na hali hii pia inaweza kufikisha hatua sasa chakula kwa uwezi kabisa kumeza kigumu, unaanza kutumia chakula kilaini tu, uji, maziwa, mtoli na vitu vingine kama hivi vya jamii ya maji. Lakini hali hii ikienda zaidi, inafika hatua unaanza kutoa mate yenye kuvutika meupe fulani, yanavutika kama mrenda. Hatua hii ndo hatua ambayo inaashiria hatari zaidi, maana inaweza kupelekea sasa kwenye dalili ya kwenda kwenye saratani ya koo, na mwisho wa siku unakuwa uwezi kumeza chochote, chakula kigumu wala chakula kilaini wala maji, ambao sasa inakuwa ni hatari zaidi. Maana ule uvimbe wa zile tezi za saratani zinaziba kolomeo ambayo inaweza kupelekea kupitisha chakula kwenda tumboni. Kwa unaanza kuishi kwa kulishwa chakula kwenye mlipuani, kwenye mirija, kupigwa madrip na nini, mwisho wa siku unahatarisha maisha yako. Kwa hiyo tukushauri, kama una changamoto ya saratani ya koo au una changamoto ya vidonda vya tumbo ambao unajua kabisa kwamba nikikaa na vidonda vya tumbo vinaweza kusababishia nikapata saratani ya koo, nikikaa na vidonda vya tumbo inaweza kanipelekea nikapata ugonjwa wa bawasiri, yani kutoka na kuvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao uvimbe na ukikaa sehemu ya haja kubwa, bawasiri, inaweza kupelekea saratani ya utumbo. Nikushauri, kama una changamoto hiyo, tunakushauri utumie dawa yetu ya Mchosi B+. Dawa hii ni nzuri sana kwa ajili ya kuondoa changamoto ya saratani, iwe saratani ya koo, iwe saratani ya ziwa, iwe saratani ya tezi, iwe saratani ya tumbo, iwe saratani ya namna yoyote. Dawa hii ni nzuri sana, na tunapozungumza saratani, maana yake ni chembe hai za mwili ulizonazo ndani ya mwili wako zimebadilika tabia. Kama binadamu ambao pengine alikuwa binadamu mwema akawa jambazi, hiyo ni tabia, ni binadamu yule baada ya amebadilika tabia, amekuwa muuaji. Au ulikuwa binadamu mzuri, unapoita mchawi, labda ni binadamu alikuwa mzuri, sasa amekuwa mchawi, maana yake amekuwa na roho mbaya, lakini ni binadamu, sifa ya binadamu bado iko pale pale. Kwa sasa, na tunapozungumza kwamba saratani, maana yake ni sifa ya chembe hai za mwili kubadilika tabia na kuanza kuzaliana bila utaratibu, na hata wakati mwingine kuanza kunenepa, kuvimba nje ya utaratibu. Kwa lugha nyingine, unaweza kusema kwamba ni zile chembe za mwili zimesababisha hilo tatizo. Kwa hiyo sio ugonjwa ambao unaweza ukaambukizwa, ni ile sifa ya chembe zako za mwili zinapobadilika tabia, kama ambavyo tunavyosema kwamba ukikaa na uvimbe wa aina yoyote unaweza kupata saratani, kwa sababu chembe hizo eneo lile zinaweza kubadilika tabia. Kwa hiyo kama una changamoto hii, tumia dawa yetu ya Mchosi B+, utamaliza tatizo hilo. Lakini inawezekana kama una vidonda vya tumbo au unatatizo la uric acid, kama una vidonda vya tumbo, tuna dawa yetu inaitwa Magina
ambayo inamaliza tatizo la vidonda vya tumbo, kukuepushia usipate bawasiri na usipate hii saratani ya koo. Lakini kama tayari umeshapata ugonjwa wa bawasiri, tuna dawa yetu inaitwa Ngumbo. Dawa yetu ya Ngumbo ina uwezo wa kuondoa tatizo la bawasiri bila kufanyiwa operation ya aina yoyote. Kwa hiyo kama ni wewe, ni ndugu yako ana changamoto za namna hii, ana kansa au saratani ya namna yoyote, aweze kufika kwenye kituo chetu na asiwe na matumaini kwamba hatopata msaada kama alivyoaminishwa upande wa pili, kwa sababu hawana uwezo huo. Kwa hiyo wamewaaminisha na wewe ukaamini, basi naomba usiishi kwa kuamini jambo ambalo haukuweza kujua. Ndio maana naambiwa kwamba akili ya mwanadamu inapoishia ndipo nguvu ya uwezo wa Mungu inapoanzia. Yawezekana kunipata taarifa mimi, wewe ni chanzo cha uponyaji wako. Mweleze ndugu yako, mweleze rafiki yako aweze kupata msaada na atapona. Song'wa Traditional Clinic tunapatikana mkoa wa Kilimanjaro, Moshi, maeneo ya Kibosho Road. Tunapatikana Arusha, maeneo ya Ola City. Tunapatikana Dar es Salaam, maeneo ya Mbezi Mwisho, stendi ya Magufuli, karibu na roundabout ya Goba. Tunapatikana Mwanza, maeneo ya Buzuruga, karibu na shule ya msingi. Tunapatikana Dodoma mjini na Morogoro mjini. Lakini pia tunapatikana Shinyanga, maeneo ya Kahama. Lakini tunapatikana Simiu, Maswa, Mnadani B maarufu kwa Mama Alfonsi. Lakini pia tunapatikana Iringa mjini, tunapatikana Songea. Lakini pia tunapatikana Mbeya, Nzove pale karibu na Suma JKT. Lakini nje ya hilo tunapatikana nje ya Tanzania. Tunapatikana maeneo ya Zambia, Ndola, Mushiri, Bonano. Lakini pia tunapatikana DRC Congo, na sasa tuna kituo tunakiandaa kitakuwepo maeneo ya Botswana, Gaborone pale Broadest, Tawana. Kwa hiyo tukushauri, kama ni wewe, ni ndugu yako, naomba upige namba hii umsaidie ama usaidike kwa tiba sahihi na kwa wakati sahihi. Epuka kifo kisichokuwa cha lazima. Lakini kwenye mitandao ya kijamii, Facebook tunajulikana kwa Song'wa Clinic, Instagram ni Song'wa Clinic, lakini YouTube ni Damaki TV, lakini kwenye website ni www.damakiherbal clinic.com. Afya yako jukumu letu.